Karibu uangalie video inayoonyesha jinsi ya kuwasilisha zabuni kwenye mfumo wa usimamizi wa ununuzi wa umma kwa njia ya mtandao NeST. Ili kuwasilisha zabuni, mzabuni atatakiwa kuingia kwenye akaunti yake ya NeST. Dashibodi itafunguka. Bofya sehemu iliyoandikwa Tenders. Kisha bofya Current Advertised Tenders. Ukurasa unaoonyesha zabuni zilizotangazwa utafunguka. Chagua zabuni unayotaka kuomba. Kwa zabuni unayoweza kuiomba itaonyesha Apply, na kwa zabuni usiyoweza kuomba itaonyesha Not Eligible. Ili kuona taarifa za zabuni hiyo, bofya View Details. Sehemu ya Tender Details utaona taarifa za zabuni husika. Ili kuona nyaraka za zabuni hiyo, bofya View Tender Documents chini ya taarifa za zabuni. Sehemu ya Clarifications utaweza kuomba ufafanuzi wa zabuni hiyo. Bofya Request Clarification ikiwa unahitaji ufafanuzi wa zabuni husika. Ingiza mada, yaani subject, na maelezo ya ufafanuzi unaohitaji. Unaweza pia kupakia nyaraka inayohusu ufafanuzi unaohitaji kwa kubofya ikoni ya kiambatisho. Bofya Send kutuma. Utapokea majibu ya ufafanuzi unaohitaji kwenye sehemu ya Answers. Jinsi ya kuomba zabuni. Apply Tender. Bofya Apply Tender kuomba zabuni husika. Ukurasa unaoonyesha muhtasari wa zabuni utafunguka. Bofya kisanduku pembeni ya maneno I have read and understood the tender document kukubali kuwa umesoma na kuelewa nyaraka ya zabuni husika. Ikiwa haujasoma nyaraka ya zabuni, bofya kiungo, yaani linki iliyotolewa kwa kubofya maneno click here to read the tender document. Bofya Confirm kuthibitisha nia ya uombaji wa zabuni, kisha bofya Yes kukubali. Utapata ujumbe unaoonyesha uwasilishaji wa nia ya ombi la zabuni umepokelewa, yaani Submission Interest Successfully Saved. Ukurasa wa kujaza taarifa mbalimbali zinazohitajika utafunguka. Sehemu ya Select Representative, chagua mwakilishi wa kisheria atakayehusika kusaini na kuwasilisha nyaraka na taarifa zote zinazohitajika. Sehemu ya Legal Capacity, jaza wadhifa wa mtu mwenye mamlaka ya kisheria kwenye kampuni au biashara yako. Bofya Submit kuwasilisha, kisha Yes kukubali. Ukurasa wa vigezo vya tathmini, Evaluation Criteria, utafunguka. Vigezo hivyo vimegawanyika katika sehemu tatu ambazo ni tathmini ya kibiashara, Commercial Evaluation, tathmini ya kiufundi, Technical Evaluation, na tathmini ya kifedha, Financial Evaluation. Kwa vigezo vya tathmini ya kibiashara na ya kiufundi, Commercial and Technical Evaluation, utatakiwa kusoma na kufuata maelekezo kwa kila kigezo kama ilivyoainishwa. Kwa vigezo vinavyohitaji viambatisho, pakia nyaraka husika na uingize neno siri lako. Kisha bofya Sign Document. Bofya Submit kuwasilisha. Kwa kigezo cha tathmini ya kifedha, yaani Financial Evaluation, utatakiwa kujaza bei unayoitoa kwa kila bidhaa, huduma au kazi za ujenzi. Sehemu ya Submission Progress utaona maendeleo ya ujazaji wa vigezo. Ili kuwasilisha zabuni yako, unapaswa kufikia 100%. Endapo utahitaji kuhuisha taarifa ulizojaza kwenye vigezo vya tathmini, bofya Update kwenye kigezo husika. Kwa kila kigezo, bofya Complete Submission kukamilisha uwasilishaji wa tathmini. Bofya Submit Bid kuwasilisha zabuni, kisha Yes kukubali. Hadi kufikia hapo, utakuwa umekamilisha uwasilishaji wa zabuni na utatumiwa ujumbe kwenye anwani ya barua pepe yako. Unaweza kurekebisha zabuni iliyowasilishwa kwa kubofya Modify Bid au kuondoa zabuni iliyowasilishwa kwa kubofya Withdraw Bid. Angalizo: ukiondoa zabuni uliyowasilisha, hautaweza kuifanyia kazi tena.